sauti za shangwe, wokovu furaha, zimo hemani mwao walio haki. Mkono wa Bwana utenda makuu, mkono wa Bwana umetukuzwa mno. Kwa muda mrefu mimi nilisubiri. This evening I want to welcome you back into this program, the Word Manifestation program, and I bless the Lord because tonight I will be speaking on when trouble comes. There are so many things that can happen in our lives, and sometimes trouble comes and then we do not know how to react to those troubles. We wonder whether God is together with us. But tonight, I want to share this message and declare in your life that even when trouble comes, God is going to be with you. In Jesus' name, welcome and have a good time as you continue watching. We have read 1 Peter chapter 2 and verse 20. Tumesoma waraka wa Petero wa kwanza 2:20. Where the Bible says, hali Biblia inasema, but if you suffer for doing good, you are called. Mliitwa. To this you were called. Kwa haya uliitwa. Because Christ suffered for you. Maana Kristo aliteseka kwa ajili yako. Leaving you an example. Akikuachia mfano. That you should follow his steps. Kwamba ufuate nyayo zake. He committed no sin. Hakutenda dhambi yoyote. And no deceit was found in his mouth. Na hakuna uovu uliopatikana kinywani mwake. The Bible continues to say how Christ suffered. Biblia inaendelea kusema vile Kristo aliteseka. And he suffered as an example to us. Na akateseka kama mfano kwetu. And the Bible says he left to us an example. Na Biblia inasema akatuachia mfano. That we should follow his steps. Kwamba tunafaa kufuata nyayo zake. That when they hurled insults at him, kwamba walipomtupia maneno ya kumdhihaki, he did not retaliate. Yeye hakujibu. When he suffered, alipoteseka, he made no threats. Hakuatisha. Instead, Jesus Christ entrusted himself, Yesu Kristo akajipeana, to God the Father, kwa Mungu Baba, who judges justly, ambaye anahukumu kwa haki. And the Bible continues to say, na Biblia inaendelea kusema, he bore in himself our sin in his body, akajitwaa dhambi zetu mwilini mwake, so that we might die to sins, na ili tufe ndani ya dhambi. And by his wounds we are healed. Na kwa mijeledi ama vidonda vyake sisi tumepona. And this tells us of the victory that is there on the cross of Calvary. Na hii inatuonyesha ushindi uliopo katika msalaba Kalvari. And when I am talking to you, na ninapokunenea, I want you to understand you are more than a conqueror. Taka uelewe wewe ni zaidi. All things will work together for your good because you love the Lord. Mambo yote yatatendeka kwa wema wako maana unampenda Mungu. That is a surety that I know. Hiyo ni hakikisho ninajua. I have seen so many things happening in my life. Nimeona mambo mengi yakitendeka maishani mwangu. I did not know why it was happening. Na sikuelewa jinsi kwa nini yalikuwa yanatendeka. Kumbe later I am to realize. Na baadaye ndio nikagundua. It was working for my good. Ilikuwa inatendeka kwa wema wangu. It was working so that I can be strong. Ilikuwa inatendeka ili niwe na nguvu. It was working so that one day ilikuwa inafanyika ili I will stand in such a congregation like this one. Nisimame katika umati kama huu. And I will tell them there is a God in heaven. Na niambie wapendwa kuna Mungu mbinguni. Even though you walk under the valley of shadow of death, hata upitapo kwenye uvuli wa mauti, he will be together with you. Atakuwa pamoja nawe. And at the end of it all, na mwishowe, you shall be more than a conqueror. Utatokea zaidi ya mshindi. Many are the afflictions of the righteous, mateso ni mengi ya mwenye, but the Lord our God lakini Bwana will deliver him from all of them. atamkomboa kwa hayo. Many can be your afflictions even today, mengi ni mateso yako, but the Lord will deliver you, lakini Bwana atakukomboa from all of them. kwa yoyote. And as we continue here, na tunapoendelea, the Bible says
usiku, just for a night, usiku tu, weeping may endure. kilio chaweza kawia, But when the morning comes, lakini kunapochangamka, it comes with joy and jubilation. asubuhi huja na furaha na shangwe. Let us read Romans chapter 8. Hebu tusome There is something I Warumi. want us to see. Nataka tuone kitu hapa. In Romans chapter 8 and verse 35, Warumi 8 mstari wa 35. the word of the Lord asks a question here. Na neno la Mungu lauliza swali hapa. Who shall separate us from the love of Christ? Je, nani atakayetutenganisha kwa upendo wa Mungu? Shall trouble or hardship or persecution Je, ni shida ama majaribu ama ugumu or famine ama jangwa or nakedness or danger or sword? ama uchi ama hatari ama upanga, As it is written, kama ilivyoandikwa, for your sake kwa ajili yako we face death all day long. sisi hukumbana na kifo mchana kutwa. We are considered as sheep to be slaughtered. Sisi ni kama kondoo wasubiriao kuchinjwa. And verse 37 the Bible says, Na mstari wa 37 binasema, no, hapana, in all these things katika mambo haya yote we are more than conquerors sisi ni zaidi ya washindi through him who loved us. kwetu For aliyetupenda. I am convinced Maana nimedhibitika that neither death kwamba kifo nor life, ama Mungu neither angels ama malaika nor demons, ama pepo neither the present sio yale yalipo nor the future, ama kesho nor any powers. wala nguvu zozote. Read with me, neither height nor depth, Soma nami, sio urefu ama nor anything else in all creation wala kitu chochote katika mambo will be able to separate us kitaweza kunitenganisha from the love of God kutoka kwa upendo wa Mungu that is in Christ Jesus our Lord. ulio ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu. Listen to this. Nisikiza haya. Who shall separate us? Je, nani The atakayetutenganisha? Bible talks about Biblia inaongea the kuhusu troubles of this world, shida za duniani, the hardship, ugumu wa the persecution, hata mateso, the famine, jangwa, the nakedness, uchi, danger, hatari, the sword. hata upanga. And the Bible continues to say, Na Biblia inaendelea for kusema, the sake of our Lord, lakini kwa ajili ya Kristo we face death all day. sisi hukumbana na kifo mchana kutwa. We are considered as sheep to be slaughtered. Sisi tunahesabiwa kama kondoo But in wanaochinjwa. all these things, Lakini ndani in all the trouble, katika in shida, all those things that we go through, katika mambo it tunayopitia, is good that we go through ni them. vyema But at the tuyapitie, end of it all, lakini mwisho they will not separate us from the hazitatutenganisha. love of God. Ninapenda kuonya watu wengine, Because their love may not be genuine. maana upendo wao sio halisi, Because they love you for some time. maana wanakupenda kwa muda. Why some time? Kwa nini kwa When muda? you have money, when you are in a certain position, Wakati toka because you are in that position, maana kwa mahali you will have so many people surrounding you. utakuwa na watu wengi But wanakuzingira, it is not because they have genuine love, sio kwa sababu but wanapenda halisi, because they love what you have. ni kwa sababu wanapenda ulicho nacho, The position, the money, pesa, the property, hata mali, everything that you have. kile ambacho unacho. But I love the Lord Lakini nampenda Bwana, because the Bible says maana Biblia inasema He loved me even when I was yet a sinner, and He will not never hate me. hata wao nichukie, Even when I fall, hata He nikianguka, does not hate me. hanichukii, He will always say, hata sema I stand at the door of your heart mimi nasimama and I am na knocking. ninabisha. If any one of you Kama mmoja wenu hears my voice atasikia and sauti yangu, opens the door, na I will come in and I will dine with na him. nitakula pamoja naye. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lipewe sifa. What shall separate us Ni nini kitakacho from the love of God? kwa upendo wa Mungu? God loved you Mungu alikupenda even when you are yet in your sins. hata ulipokuwa kwenye dhambi. The Bible says Biblia inasema He loved us alitupenda while we were yet in sin. hata tulipokuwa When we were living in sin, tulipokuwa
kuishi And katika he dhambi. sent his only begotten son. Na akamtuma mwanawe wa pekee. And he died for us Akaja na akatufa. when we were sinners. Tulipokuwa watenda dhambi. Therefore he loved us. In all these things, La katika mambo in all hayo, the trouble you will go through, katika shida unayopitia, in all these things, ndani ya mambo hayo, know for sure jua you kwamba are more than a conqueror. wewe ni zaidi ya Lift up your right hand and say, Inua mkono na I kusema, am more than a conqueror. I am more than a In conqueror. every situation Katika kila that hali is there in my life, iliyo maisha I am more than a mimi conqueror. ni zaidi ya Oh, mshindi. hallelujah. Haleluya. I want you to see yourself. Taka In ujitazame. every trouble you will come across. Katika kila shida utakumbana nayo. In every hardship. Katika kila ugumu. In every persecution. Katika kila teso. In every famine. Katika kila In every nakedness. katika kila In every danger. katika kila In every sword. katika kila You upanga. are more than a conqueror. This is the assurance. Hii ndio hakikisho. The assurance that we have. Hakikisho tulio nayo. That we shall conquer. Kwamba We tutashinda. will not go down. Hatutashindwa. Whatever will happen. Kile It kitafanyika. is from one glory to Ni another. kutoka It tukufu is moja hadi from one mwingine. level to another. Kiwango kingine hadi And the kingine. Bible says, Na Biblia inasema little by little, you shall possess the land. kidogo kidogo. Hallelujah. Haleluya. Little by little, Kidogo kidogo. you will possess the land. Utanyakuwa nchi. You will possess the land. Utanyakuwa nchi. Lift up your right hand and say, Inua mkono wa kulia sema. little by little, Kidogo I kidogo. will possess the land. Utanyakuwa nchi. Little by little, Kidogo kidogo. I will possess the land. Utanyakuwa nchi. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe And sifa. First Thessalonians chapter 3 verse 7. Wathesalonike wa kwanza 3:7. The Bible says, Biblia inasema, therefore brothers, kwa hivyo wandugu, in all our distress katika and persecution, na mateso we were encouraged about you tulitiwa nguvu kwa ajili yenu, because of your faith. maana ya imani yenu. Therefore brothers, Kwa hivyo wapendwa, in all our distress, katika kila kufadhaika hey, let us encourage ourselves. tujitie, Let us know even when you are going through a trouble, hata unapopitia shida, it is not only you. sio wewe It pekee, is not only you. sio wewe pekee Do yako. not become desperate. Usiwe Jesus left us as an example. Yesu That is what we alituambia, have read. tumesoma That hivyo, he did it all. alifanya He yote, suffered all this akateseka as yote an example. kama At the mfano, end of it all, na is mwishowe that he overcame. alishinda. I shall overcome. Nitashinda, I shall overcome. nitashinda, I shall overcome. nitashinda In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. That is why Paul wrote to Timothy Ndiposa Paulo akamwandikia Timotheo, in 2 Timothy chapter 3 verse 12. Timotheo wa pili 3:12, And this is what he said. alisema hivi, In fact, hakika everyone who wants to live a godly life yeyote atakaye kuishi maisha ya kiungu in Christ Jesus ndani ya Kristo Yesu will be persecuted. atateseka. Hallelujah. Haleluya. I am talking about when trouble comes. Nanena kuhusu wakati shida inapokuja. Sometimes we wonder why. Wakati mwingine tunashinda, But this is a confirmation. lakini hii ni hakikisho. And King James Version says, Na tafsiri ya King James inasema, yeah, ndiyo, and all that will live godly na wote watakaoishi kama Mungu apendavyo in Christ Jesus ndani ya Kristo Yesu shall suffer persecution. watapitia mateso. That's a promise. Hiyo ni hakikisho. That's a promise. Hiyo ni hakikisho. Oh, hallelujah. Hallelujah. That's a Ni promise. hakikisho. That if you live godly, Ukiishi maisha ya kiungu. that is why Na ndiposa I keep on saying this. naendelea kusema hivi, If the devil is not troubled about you, kama shetani hajahatishiki kwa ajili yangu, I wonder what has happened. mimi ushangaa kimefanyika nini, And I wonder whether I have compromised. na najiuliza kama nimejitanganya. If the devil is not troubled about you,
Kama shetani hasumbuki kwa ajili yako, check yourself. Jitazame, jichunguze mpendwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Because kwa sababu the devil is always in trouble. Shetani ako kwa shida and because every time we will face trouble. Kwa sababu kila wakati tutakutana na shida. And every time we face trouble, we will call upon the name of the Lord. Na kila wakati tukipitia shida tutaliitia jina la Bwana. And the Bible says, na Biblia inasema, whosoever shall call upon the name of the Lord, ataliitia jina la Bwana, he shall be delivered. Atakombolewa. Listen to me. Nisikize. Every time is a time to call upon the name of the Lord. Kila wakati ni wakati wa kuliitia jina la And Bwana. every time the name of Jesus is mentioned. Na kila wakati jina la Yesu likitajwa. Whether on air, hata kama ni hewani, or on this planet, hata kama ni hapo ulimwenguni, or below the sea, hata kama ni when that name is mentioned, mahali hilo jina the limetajwa, kingdom of darkness ufalme wa giza is always in trouble. uko kwa shida. Oh, hallelujah. Hallelujah. Because this is not just another name. If you are not living a godly life, when you are compromising, you may even have to see life as though it is going on very well. Kama unaishi maisha bila mateso, unaishi labda umejichanganya, utaona maisha tu yanaendelea sawa sawa. But at the end of it all, lakini mwishowe you will have yourself to pray. Wewe utajilaumu mwenyewe. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe. So it is very good to hear such a word as this one, that all who will live godly life must suffer persecution. Lazima watapitia mateso. And please don't look at the sinners. Usiangalia watenda dhambi. Don't look at those people who will even bribe. Usiangalia hata wale watahonga to get a good job. ili wapate kazi. That job will only be there for a season. Hiyo kazi itakuwa tu kwa muda tu. For the Bible says, maana Biblia inasema, the blessing of the Lord, baraka ya Mungu, it makes somebody rich and adds no sorrow with it. Haiongezei huzuni. Oh, hallelujah. Hallelujah. Because when you bribe and you become rich, na unafanyika tajiri, you have partnered with the devil. Umeshirikiana na shetani. And the devil will always come na shetani atakuja for his property. Anakuwa kujia mali yake. Hey, hallelujah. Hallelujah. Lift up your right hand and say, I will never partner with the enemy. Ainua mkono useme sitashirikiana na adui. Oh, hallelujah. Hallelujah. Because when you partner with the enemy, maana ukishirikiana na adui, you will have a share in everything that you will have. Atakuwa na ukipande cha mali yako. Every salary you get, ila mshahara after getting a job through bribery, kupata kazi kupitia hongo, you will have a partnership with the enemy. Atakuwa ameshirikiana na adui. He will have a share in it. Na kila wakati atakuwa na sehemu katika hiyo mambo. But when you go and live godly life, lakini ukiendelea kuishi and you wait upon the Lord, na umngojee, it doesn't matter how long, haijalishi, the Lord is going to stay before he comes. Mungu atakawia kabla. But all I know is that he may delay, mama anaweza chelewa, but one day he will come. Lakini siku moja he may delay, anaweza but kawia, he will never be late. Lakini hata wacha. Oh, don't be convinced that you can be late. You are not going to be late. Hautachelewa. The Lord may delay, Mungu anaweza kawia, but he will not be late. Lakini hata wacha. Wait upon him. Subiri yeye. Choose a godly life. Chagua kuishi maisha. Choose to suffer with Christ. Chagua kuteseka na Kristo. That is why Paul said, Ndiposa Paulo akasema, that I may know him, ili nimjue, and the power of his resurrection, na nguvu zilizomfufua, and the fellowship of his suffering, na katika ushirika wa mateso. Because after we suffer with him, maana tunapoteseka pamoja naye, whatever will come in our lives, kile ambacho in kitatukia this present age, katika maisha haya tunayoishi, it will add no sorrow. haitaongezea. We will be blessed. Tutakuwa tumebarikiwa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. And Matthew 11 verse 12. Mathayo 11 mstari wa 12. This scripture is a guiding star in my life. Na andiko hili ni kama nyota inayoniongoza maishani. It is a lamp unto my feet.
Ni nuru katika kwa And from the days of John the Baptist na tangia siku za Yohana Mbatizaji until now, hadi sasa the kingdom of heaven ufalme wa mbinguni is someone's violent. ni wa kung'ang'ania, And the violent men na wang'ang'anao will take it by force. wataunyakuwa kwa nguvu. And from the days of John the Baptist Tangia siku za Yohana Mbatizaji until when? hadi lini? Until when? Hadi lini? Now. Sasa. Hallelujah. Hallelujah. Until now. Hadi sasa. The kingdom of heaven. Ufalme wa It mbinguni is someone's violence. ni wa And the kung'ang'aniwa, violent na wenye will kung'ang'ana take it by force. watauteka kwa nguvu. When you are violent, Ukiwa wa you are kung'ang'ana not going to feel mercy on yourself. hautajirehemu. When trouble comes, Wakati shida you will face it by your faith. utakumbana nayo kwa imani yako. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe. By faith you are going to overcome. Kwa imani utashinda. 5 things Mambo matano that you do ambayo unafanya when trouble comes. hadi shida inakuja. Hallelujah. Haleluya. Number 1, Jambo la kwanza, when trouble comes, wakati shida inakuja, fear not. usiogope. Fear not. Usiogope. Oh, hallelujah. Haleluya. That is why Psalms 46 verse 1, the Bible says Zaburi 46 mstari wa kwanza pa Biblia inasema That the Lord is our refuge kwamba Bwana and our fortress na yeye ndiye ngome yetu and our strength, na nguvu zetu, the very present help in the day of trouble. na yeye ni msaada wakati wa shida. And it continues to say, Na inaendelea na kusema, therefore we shall not fear. kwa hivyo hatutaogopa. Therefore we shall not fear. Hatutaogopa. When trouble comes, Wakati shida inakuja, believe with me. amini pamoja nami. Fear not. Usiogope. Fear not. Usiogope. Say, I will not fear. Sema Oh, sitaogopa. hallelujah. Hallelujah. And you are going to stand. Na utasimama. And the Lord is going to be with Na you. Bwana atakuwa nawe. Number 2. Jambo la pili, When you are surrounded with trouble, wakati shida imekukumba, focus on Jesus. mtazamie Yesu. Refuse to look at the trouble. Usitazame shida. Refuse to look at the troubler. Usitazame anayekutesa. Focus on Jesus. Tazamia Yesu. Psalms 121, the Bible says, Zaburi 120. I will lift up my eyes towards the hills. Nainua macho yangu milimani. Where does my help come from? Msaada wangu watoka My wapi? help will come from the Lord, Msaada wangu watoka the kwa maker Bwana. of the heavens and the earth. Aliyeumba mbingu na The maker of the heavens and the earth. aliyeumba mbingu na He nchi. is a man of war. Yeye ni He is the one to fight for us. ndiye And the atatupigania. Bible Na says, Biblia inasema vengeance belongs to him. kulipiza kisasi ni kwake. hallelujah. Haleluya. He is our example. Yeye ndiye mfano He wetu. is our healer. Yeye ndiye He mponyaji is wetu. our Yeye provider. ndiye He anayetupa. is our victory. Yeye ndiye In ushindi. him, Ndani yake. oh hallelujah, Haleluya. we have all the victory. Tuna ushindi wote. And we have a name, Na tuna jina more than conquerors. zaidi ya washindi. Therefore it doesn't matter your name. Kwa hivyo haijalishi unaitwa nani. And it doesn't matter what they call you. Haijalishi wanakuita nani. But what the Bible calls you, Lakini kile Biblia it's inakuita, more than a conqueror. wewe ni zaidi ya mshindi. More than a conqueror. Zaidi ya mshindi. Oh, hallelujah. Haleluya. Number 3. Jambo la tatu, What do you do when trouble comes? unafanya nini wakati shida? Exercise your faith. Fanyisha imani yako kazi. Believe in God. Mwamini Mungu. The Bible says, Biblia inasema, believe in the Lord your God, amini Mungu so Bwana, shall you be established. utathibitika. Believe also in his prophets, Amini kisha so manabii wake, shall you prosper. utanawili. When trouble comes, Wakati shida inakuja, believe in the Lord your God. amini Bwana Believe Mungu wako. that he is going to go before you. Amini He atakutangulia. is going to level every mountain. He is going to fight for you. Atakupigania. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Number 4. Jambo la 4, Purpose to stand. kusudia kusimama. Purpose to stand. Kusudia kusimama. When you purpose to stand, Unapofanya you kusudia, will endure till the end. utafaulu And you are going to win the na battle. utashinda vita. Do not fall away. Don't become a dropout. Usianguke. Oh, hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Jina la
Bwana Don't become a dropout. usije ukaanguka. Only those who endure till the end Ni wale tu wanang'ang'ana hadi mwisho get the victory. wanapata ushindi. Quitters never win. Wanaoondoka kwa vita hawashindi. Hallelujah. Hallelujah. Quitters never win. Wanaokufa moyo hawashindi. But you need to know Lakini unafaa kujua that winners na kwamba washindi are always potential quitters. walikuwa ni wale But they never waliokufa quit. moyo, lakini hawakufa. They decided not to quit. Wakaamua hawatakufa. No retreat, no surrender. Hakuna kukufa. Oh, hallelujah. Hallelujah. You do not go back. No backsliding. Hakuna kurudi. Continue on. Endelea. Purpose to stand. Kusudia Purpose to endure. Kusudia Purpose to become a winner. Kusudia kuwa Purpose to win the battle. Kusudia In kushinda. the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Finally, Na mwisho expect deliverance. tarajia ukombozi. Expect deliverance. Tarajia ukombozi. You can never get what you are not expecting. Hawezi ukapata kile ambacho hutarajia. I have never gotten to see Mimi sijapata kuona a woman giving birth mama aliyepata mtoto before getting expectant. kabla hajatarajia. That can never happen. Haiwezekani. You will never receive your miracle Utawaipokea baraka yako unless you have expected the miracle. pasipo kutarajia. If you are not expectant, Kama hujatarajia expect the deliverance. ukombozi uliotarajiwa. Hallelujah. Hallelujah. Expect to be delivered. Tutarajia kukombolewa. Expect deliverance Tarajia ukombozi from the Lord kutoka kwa Bwana and a glory after suffering. na utukufu baada ya mateso. As the Bible says in Romans chapter 8 verse 16. Kama vile sema Warumi 8 mstari wa 16. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. I want us to know Taka tujue that we are here kwamba to win tuko every hapa battle. kushinda kila vita And the battle will come. na vita vitakuja. Hallelujah. Hallelujah. And when the battle comes, Kati vita vinakuja, prepare to win. jiandae kushinda. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Lift up your hands before God. Inua mikono yako mbele za Bwana. Father, in Jesus' name, Baba, katika jina la Yesu, I want to pray for your people. naombea watu wako. I want to release the power of God Natilia nguvu za Mungu upon their juu ya lives. maisha yao. Those who are going through trouble, Wale wanapitia I shida. declare in the name of Jesus Sasa katika jina la Yesu, total deliverance is coming your way. ukombozi halisi In the name of Jesus Christ, I declare you shall be called utaitwa more than a conqueror. zaidi ya This mshindi. afternoon, Mchana wa leo you give them a sanctuary today. wanapo Your life can never be the maisha same. yako yatakuwa vile. You are blessed Umebarikiwa in Jesus' name. katika jina la We Yesu. give you praise and we give you Kwa honor. sifa na heshima. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho. Thank you, mighty God. Asante Mungu For mkuu. there is no God like you Maana are. Mungu kama wewe. You alone is worthy Wewe unastahili of all honor utukufu wote and all glory. na utukufu Be wote. together with us Kwa pamoja nasi and continue be with us. na uendelee kwa pamoja In nasi. Jesus' name, Katika jina la Yesu. we pray and give thanks. Naomba na kushukuru. God bless you so much for having that time together with us. As we have had this one, when trouble comes. And I believe that even right now, God has prepared you. You may be in trouble, but I know that the Lord is going to take you out of that trouble. It is normal to be in trouble, but the way we react to that trouble means quite a lot, because it tells us where we are going to become. Now, you might be there also, and you're not born again. This evening, I want to give you an opportunity to receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior, and your life will change from today. If you have never given your life to Christ, I want you to pray with me this prayer. Say, Lord Jesus, I repent my sins. From today, I want to receive you. I want you to save me, forgive me all my sins, and heal my life. Thank you for your promises, and thank you for saving me. In Jesus' name, I pray and give thanks. Thank you so much. If you have prayed that prayer,
I believe that the Lord Jesus Christ have come into your life and you will never be the same again. You can contact us through the numbers that are appearing on your screen, and so that we can know how God is blessing your life. And I know that as we continue in this journey to heaven, we will never be the same again. Every day is a day to change and to go into a higher level. God bless you so much. Let's continue meeting every Wednesday in this same station. God bless you.